Isulabutundwe, halmashauri ya Geita. Yuko wapi huyu? Umesafiri toka Geita? Nani kakwambia leo tuna mkutano Mvumi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tuko watu 30 tumekuja na tuna siku 4 tulikuwa tukifuatilia tu kwenye vyombo vya habari tuone kwamba ni watu watakuwa na mkutano tuweze kuona kuja kutoa malalamiko yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa majina naitwa Hansen John Mnyeti kama ambavyo umenitaja. Tunatoka mkoa wa Geita, wilaya ya Geita, tarafa ya Kasamwa, kata Isulabutundwe na kijiji cha Isulabutundwe. Malalamiko yetu yako sehemu 3. Sehemu ya kwanza, tunapinga kuhamishwa makao makuu ya kata. Kata yetu ya Isulabutundwe ilianzishwa mnamo mwaka 2010 ikiundwa na vijiji 5 na makao makuu ya kata yako Isulabutundwe. Kijiji cha Isulabutundwe wameendelea kuendesha shughuli za serikali, lakini hatuna jengo la ofisi ya mtendaji wa kata. Mnamo mwaka 2025 mwezi wa 9 tulipata bahati kuingiziwa fedha za mapato ya ndani kutoka ofisi ya mkurugenzi milioni 80 kwa ajili ya kutekeleza ujenzi wa ofisi ya mtendaji wa kata. Tayari kuanzia mwezi wa 10 vikao vya kamati ya maendeleo ya kata vilianza kukaa kwa ajili ya kupata maazimio ni wapi sasa ofisi hii wapate eneo kwa ajili ya kujenga. Ofisi ya kata haikuwa na eneo, bali walienda kulishirikisha uongozi wa kijiji cha Isulabutundwe ambako ndo makao makuu ya kata. Kijiji hiki kawashirikisha wananchi kwa maana uongozi wa kijiji. Tulikuwa na eneo letu ambalo tulikuwa tumeliandaa kwa ajili ya kujenga ofisi ya kijiji. Wakatuomba tuwape. Walipokuja kuliangalia mheshimiwa diwani pamoja na kamati ya ujenzi, eneo hili likaonekana halina sifa kwa sababu lilikuwa haliko kwenye barabara na lilikuwa halina njia ya kuingia kwenye ofisi ya kata. Wakatuomba kwamba liuzeni hili eneo ili sasa mkapate eneo lingine na mradi huu tuanze kutekeleza kwenye kijiji hiki. Basi tukao tumeliuza ile eneo, tukapata eneo lingine ambalo liko barabarani, likawa na gharama kidogo na gharama kubwa, na lile eneo ambalo tuliliuza lilikuwa na gharama kidogo. Tukabidi kulazimika kuuza mabati ya kijiji, tukauza na matofali, kulikuwa na jengo tukalibomoa pamoja na mawe kwa ajili ya kukamilisha sasa fedha za kwenda kununua lile eneo lingine la pili. Tukawa tumenunua, na baada ya kununua tukamkabidhi mheshimiwa diwani. Baada ya naye kumkabidhi, alienda kuwaonyesha watu wa kamati ya ujenzi na mapokezi na manunuzi kwa ajili ya kuendelea na ujenzi. Kweli ujenzi ulianza mara moja. Walianza kununua mawe na wakasomba mawe tilipu 40. Wakasomba na mchanga tilipu 3. Na baadaye ujenzi tena ukasimama. Sasa kwa sababu ni wananchi na watu wana shughuli zinaendelea, hatukuwa na sababu ya kuhoji. Tumeenda toka mwezi wa 10. Tumeenda ujenzi mpaka mwezi wa kwanza. Walikuwa wanagombea mpaka wameshinda, wameapishwa. Mwezi wa kwanza vikao vikaendelea, wamekaa vikao 3 vyote, taarifa za maamuzi zinaenda kwa mkurugenzi kwamba ujenzi wamekubaliana ufanyike pale pale makao makuu yalipo siku zote. Basi baada ya hapo mheshimiwa, tulipata taarifa siku moja kwamba ujenzi umesimama kwa sababu umezuiliwa na mheshimiwa mbunge kwamba hamana sababu ya kujenga Isulabutundwe, tunataka tukajenga kijiji kingine ambako kata siku zote haiko, kwa malengo kwamba tuna tarafa ya Isulabutundwe. Hilo jengo la ofisi ya kata bora tukalijenge kwenye eneo lingine la kijiji cha Isabageni ambako kutakwenda kupatikana tarafa. Hata tukasema tarafa hii ya Isulabutundwe ilishatolewa mapendekezo, usajili haijasajiliwa, lakini bado fedha hizi zimeandikiwa barua na mkurugenzi kwamba zinatekeleza ujenzi wa ofisi ya mtendaji wa kata. Inaingilianaje na utaratibu wa ofisi ya tarafa? Halafu fedha ya mapato ya ndani inaenda kutekeleza mradi wa serikali kuu. Tukasema kwa nini halafu tarafa haijasajiliwa? Kati ya jengo na viongozi nani anayetangulia? Tarafa ikisajiliwa maana atakuja tarafa na wataweka budget kwa ajili ya kuweka jengo la huyo tarafa. Tarafa haijasajiliwa, ili jengo tayari limeanza ujenzi. Wametoa milioni 10 kwenye zile milioni 80. Sisi wananchi tukapinga, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Baada ya kupinga, baadhi ya wananchi tukaanza kutishwa na baadhi ya viongozi wetu, mpaka ikapelekea mwenyekiti wa kijiji chetu cha Isulabutundwe amejihuzuru na wenyeviti 2 wa vitongoji pamoja na wajumbe 3 wa serikali ya kijiji wamejihuzuru. Tumebaki sasa kuhangaika na kuanza twende kwa nani?
Baadaye sasa ikabidi tukae mkutano wa hadhara ambao hakuwa na mwenyekiti. Tukaomba kwamba mapendekezo pamoja na maazimio ya wananchi twende kwa mkuu wa wilaya. Tukateuliwa baadhi kwenda kwa mkuu wa wilaya wa Geita Mheshimiwa Hashim Komba ili kwenda kumuomba sasa kwamba changamoto hii aione. Kwa nini mradi huu wa serikali unakwama toka mwezi wa 6? Hizi ni kodi za wananchi. Na jengo hili tayari limeanza. Kuna nini kilichokwamisha? Na kata iko hapa siku zote. Shughuli za chama, shughuli za serikali, vikao vya ODC vinafanyika hapa na mikutano ya kata kama ambavyo maeneo mengine nchini yanaendelea kufanyika. Tumekuwa wahanga gani sisi leo kuendelea kuteseka hili? Baada ya kufia kwa mkuu wa wilaya, hatukumkuta ofisini kwake, lakini wasaidizi wake walitupokea, wakatuomba barua yenu iko wapi? Tukawaambia sisi tuna barua. Akaiangalia, akatuambia basi wekeni namba za simu na msaini, tukasaini. Baada ya hapo tukarudi nyumbani tukatulia, lakini bado tukasema kwa sababu hii issue imekuwa ya muda mrefu, tuliwapelekea na TAKUKURU ngazi ya wilaya ili ule mradi uchunguzwe. Sasa na wao wanaendelea, hatujajua nao walifikia wapi mpaka hivi ninavyozungumza. Baada ya muda mfupi mkuu wa wilaya akawa amekuja waziri mkuu. Nimeielewa hoja. Umeielewa hoja mheshimiwa? Nimeielewa hoja vizuri. Wenzako wako wapi mliokuja nao? Wenzangu mheshimiwa, wengine tulikuwa nao hapa, lakini wengine wako kule mjini. Sawa, nimekupata. Sasa usiondoke, umetoka mbali mno. Usiondoke hivi hivi. Kwanza naisimamisha kwanza huo mchakato usiendelee mpaka aje. Nitamtuma naibu waziri wa TAMISEMI ndani ya wiki 3 hizi. Naibu waziri, tafuta kanafasi ka weekend moja, kimbia nenda kwa ndugu zangu hawa, uende kwenye kata ile pale na vijiji vyote hivyo vishiriki ili kuweza kukubaliana. Mna vijiji vingapi umesema? Viko vingapi? Vitano mheshimiwa. Viko vijiji 5. Ndio. Haya, atakuja naibu waziri, mkae na vijiji hivyo vyote. Asante. Alafu baada ya hapo tutakubaliana namna ya kuendelea. Asante sana. Lakini huo mchakato usimame kwanza ili tusilete mzozo wa kugombana kwa ajili ya kutokuelewana wapi pawe makao makuu. Tunataka amani mheshimiwa, hatuna shida ya kugombana. Asante. Tumekubaliana, nimekupata. Na wananchi tuwaombe tu mahala walipo kwamba watulie, utaratibu wa serikali unaendelea. Kabisa, watulie kama ulivyosema. Watulie wenzangu wanakonisikia wote, na watulie kabisa. Waziri mkuu amelipokea na umetoa hapo utaratibu kwamba mheshimiwa Sefu, tena huyu ni jani yetu, aje atusikilize kabisa. Wabusanda huyu mheshimiwa waziri. Nimeshamtuma huyu. Nakushukuru sana ndugu yangu. Usiende mbali. Mheshimiwa naibu waziri amesema hapa tutakupa na nauli. Usiende mbali, tutakurudishia nauli yako.